Naibu Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalumu, Mhandisi Mary Priska Mahundi amemtaka mkurugenzi anayesimamia ujenzi wa bweni la wasichana katika Chuo cha Maendeleo ya Jamii Uyole jijini Mbeya kuhakikisha anakamilisha mradi huo kwa wakati uliopangwa ili kuendana na malengo ya serikali ya awamu ya 6 katika kuboresha mazingira ya elimu kwa watoto wa kike. Akitoa maagizo hayo wakati alipotembelea na kukagua maendeleo ya ujenzi wa mabweni hayo, naibu waziri huyo amesema moja ya vyuo vyetu 8 katika nchi yetu ya Tanzania ni chuo hiki cha CDTI Uyole mkoani Mbeya. Kiko hapa katika jimbo la Uyole, mtaa wa Tukuyu. Chuo hiki ni chuo kilichoanza miaka mingi sana toka mwaka 1971, lakini kimekuwa kikiendelea kupanda hadhi kila hatua na mara kwa mara mpaka sasa hivi ni chuo cha maendeleo ya jamii. Hapa tulipo ni jengo ambalo linaendelea kuboresha mazingira rafiki kwa ajili ya kutoa mafunzo. Hili ni bweni ambalo tunalitarajia likikamilika, mabinti 600 na zaidi wataweza kulala ndani ya chuo. Kwa hiyo mazingira yatakuwa rafiki na tunatarajia hata ufaulu wao utaboreka na tutaendelea kupata maafisa maendeleo ya jamii ambao wanakidhi mahitaji ya jamii yetu ya Kitanzania. Kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri Dorothy Gwajima, nipende kutoa pongezi sana kwa uongozi wa chuo hiki. Mkuu wa chuo pamoja na management yako yote na watumishi wote wa chuo hiki, tumeona kazi nyingi mkizifanya. Lakini kwa usimamizi wa hatua hizi za ujenzi wa kuelekea kumaliza, tunaona zinakwenda vizuri. Kwa hiyo mimi ninachoweza kuwasisitiza, hakikisheni mnasimamia zaidi fedha zote zinazofika hapa. Tuione value for money, thamani ya pesa ambayo Mheshimiwa Rais anaendelea kutupatia hapa Uyole iendelee kuonekana. Kwa hii milioni 500 mimi nimejiridhisha. Kazi ni nzuri, naona hapa inaendelea kufanyika. Lakini tuendelee kumshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kupitia waziri wetu wa sekta ya maendeleo ya jamii Dr. Dorothy Gwajima. Tayari mmepewa milioni 600 kabla hamjamaliza hizi 500. Lengo, hatutaki kuona jengo linakwama tena. Tunataka kuona hili jengo sasa linaisha, na ili ikifika mwezi wa 4 hivi, mwezi wa 6, awamu hiyo ya 3 hapo juu, tuje tukute imeshakamilika, mmeshaezeka tayari, mmeshaanza tuanze kuona kuta. Tunahitaji kuona kwamba hili jengo sasa linakamilika kwa wakati. Dhamira ya kuona kwamba tunamuokoa mtoto wa kike kutoka kwenye mazingira ambayo sio rafiki yale. Watoto wetu wanatoka mikoa mbalimbali, mikoa ya mbali zaidi ya hapa Mbeya. Tunahitaji kuona wanafanyiwa sasa mazingira rafiki ya kuishi. Na hiyo ndio dhamira ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa upande wake, mwenyekiti wa Umoja wa Wanawake Tanzania UWT mkoa wa Mbeya, Edna Mwaigomole, akiwa kwenye ziara hiyo amesema, kwa niaba ya chama mkoa wa Mbeya, kwanza tuipongeze sana serikali ya Rais Mama Samia Suluhu Hassan kwa kukubali hiki chuo kiweze kujengwa hususan kwa ajili ya watoto wa kike. Tunafahamu kwamba watoto wa kike mara zote wako katika mazingira magumu, lakini kama ilifika mahali wakafikiriwa kwamba waweze kukaa pamoja na katika mazingira ambayo yatakuwa yanalindwa zaidi, inapendeza zaidi. Tuna uhakika kwamba idadi itakayoingia hapa na itakayohitimu inawezekana ikapishana kidogo. Kwa hiyo hilo tuweze kuipongeza sana serikali chini ya wizara yake ya ambaye inaongozwa na Daktari Gwajima akisaidiwa na Engineer Mary Priska, ili hili jengo liweze kukamilika na hao watoto waweze kusoma hapa. Kwa kweli katika hilo, mkuu wa chuo pamoja na management na uongozi wote kwa ujumla tunawapongeza sana. Lakini pia niwampongeza engineer kwa maelezo aliyotoa, na hali halisi tunayoiona ni vitu ambavyo vinafanana sana. Sisi kama wenye duka tumeridhika. Ninachoweza kusema tu ni kwamba
tunaomba sana mzingatie maelekezo aliyoyatoa naibu waziri hapa kwa ajili ya utekelezaji sawa na vile mlivyotoa maelezo yenu. Kwa hiyo tunategemea huo mwezi wa 6 tutakuta hapa pana mabadiliko makubwa. Ama kwa upande wao, mkuu wa chuo hicho cha maendeleo ya jamii Uyole, Sylvester Mwambene, pamoja naye msimamizi wa mradi wa mabweni hayo la Toi Moleli, wakawa na haya ya kusema. Jengo hili tumeanza nalo 22, 23 na sasa tuko awamu ya pili. Awamu ya pili kama alivyosema na injinia wangu ni kwamba ni kujenga sehemu 3: kupandisha nguzo wima, kumwaga slab na kupandisha nguzo. Hiyo shilingi milioni 500 ambayo tulipatiwa inakuwa imeisha. Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba na itakuwa na uwezo wa kuchukua wanafunzi wa kike 600, ambalo ni jambo ambalo sisi tunashukuru sana serikali. Na watoto wa kike sasa hivi wanaokuja vyuoni tofauti na zamani, sasa wanakuja na miaka 17, 18 kwa sababu maisha yamepanda, vijana wanawapeleka watoto wao shuleni mapema sana. Sasa jengo hili faida moja wapo kwa ajili ya wasichana na wanafunzi wengine kwa ujumla ni kwamba litasaidia sehemu kubwa sana, kwa sababu tunapata kesi nyingi. Watoto wengi hata wakija huko wakati fulani wamalizi wanaishia mitaani, unakuta na mtoto huko na mzazi wake hajui. Sasa tunataka jengo hili likikamilika, faida moja wapo ni kwamba watoto tutawalinda. Kwanza wanakuja na umri mdogo ambao hawezi kujitegemea. Sasa jengo hili litasaidia sana kuondosha ile mimba. John Israeli wa Banda Media.